kwamba mtu anapoanza kufunga saumu za sita hatakiwi kuacha mpaka kufa kwake, na anapokufa inatakiwa apatikane mrithi wa kuzifunga siku hizi sita kwa ajili yake. Subhanallah, hapana, wala haiko hivyo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwali kana kasiyami dahri, yoyote mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha akafuatisha baada yake siku sita za mwezi huu wa Shawwali, basi mtu huyo malipo yake ni kana kwamba amefunga mwaka mzima. Allahu akbar. Ndugu zangu, hizi sio saumu za wajibu na za faradhi kiasi cha kwamba mpaka mtu akifa sijui arithiwe. Hapana, hizi ni saumu za sunna ambazo zinakuja baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ukifunga Ramadhan ukafunga na siku hizi, wewe malipo yako ni kana kwamba unakuwa umefunga mwaka mzima. Sasa inajuzu kuzifunga saumu hizi baadhi ya miaka katika maisha yako na ukaacha baadhi ya miaka kwa sababu ni sunna, lakini vizuri kama una afya nzuri kila mwaka wewe funga. Lakini vile vile inajuzu kuzifunga saumu hizi ndani ya mwezi huu wa Shawwali kwa kuzifuatanisha, au ukaamua ukafunga katika 10 la mwisho la mwezi huu wa Shawwali au katikati ya mwezi huu wa Shawwali. Lakini vile vile una uwezo wa kufunga siku moja moja, au katika kila wiki wewe ukawa unafunga siku 2, ili mradi zitimie siku 6 ndani ya mwezi huu wa Shawwali kwa pamoja au kwa kuziachanisha. Vyote inajuzu ndugu zangu katika imani, tusitiane uzito. Sasa swali linakuja, yule mtu ambaye anakuwa ana madeni ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, je, anaruhusiwa kufunga siku 6 kabla ya kulipa madeni yake? Ndugu zangu, hapa wanawazuoni wametofautiana, lakini Muislamu inatakiwa ulipe madeni yako ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwanza kabla ya kufunga saumu hizi za sunna za 6 Shawwal. Sasa ikitokea mtu alikuwa na madeni mengi, sawa, ameyalipa na mwezi wa Shawwali unakaribia kuisha na bado hajafunga siku hizi 6, basi ataacha kulipa madeni yake, atafunga hizi siku 6 za mwezi wa Shawwal, kwa sababu madeni ya Ramadhani yana muda mrefu wa kulipwa. Wallahu a'lam. Sawa, ona, subiri kwanza, usisahau kusubscribe chaneli yetu nzuri. Mashaallah. Ha ana Yasin Al-Haythami, Allah kubariki.